Taasisi nyingine, meliona hili jengo DUWASA, mpo hapa, panahitaji maji mengi kwa sababu tunaweka maabara ya kupima vitu mbalimbali hapa, vinahitaji maji kwa kusafisha vitu na nini. Leteni maji kwa haraka sana, leta line hapa, tupate line ya kuleta maji hapa ya kutosha, na majengo yote yaliyoko jirani hapa yapate mabomba ya maji. Na jiji, hebu fanyeni kama alivyofanya mkurugenzi wa kwanza, aliweka barabara za lami kabla hata ya nyumba, na kupitisha mabomba humu kabla hata ya nyumba, na kuweka umeme kabla ya nyumba. Na nyie fanyeni hilo, wekeni maji na umeme na kila kitu kiwe tayari. Leo nimepita Vumbini hapa, mnajua jengo refu linajengwa. TARURA mpo, weka lami kutoka kiunganishi mpaka TBS. Huwezi kuwa na jengo zuri kama hili alafu unatembea Vumbini ukilifuata jengo kama la viwango, jengo la viwango, alafu unakuja kwenye vumbi. Unganisha barabara za lami kutoka kila unapoingilia, kutoka huku, kutoka kule stendi, kutoka huku St. Claver Peters nini, unapoingia TBS lazima uingie kwenye lami. Wewe ni mtu wa viwango. Kwa TARURA hakikisha hapa mnaleta barabara zetu zinazoingia maeneo haya na taasisi zote za jirani hizi, unganisheni kwa lami kuingia kwenye taasisi zinazojengwa. Tunahitaji mji sasa barabara zake zote ziwe za lami, na hiyo ndio kazi ya TARURA. Na TARURA mko hapa, chukueni hilo na mkalifanyie kazi. Kwa uwekaji huu wa jiwe la msingi leo, naendelea tu kuthibitisha wananchi kwamba serikali inaendelea na kazi yake ya ujenzi wa kuendeleza mji, na tunafanya hivyo kwa vitendo. Na tumeniwahakikishie kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake, tunataka pia hata inapofika Disemba mwaka huu, karibu taasisi ambazo wizara ishajenga taasisi zake zote, majengo yake yawe yamekamilika. Kabla sijamaliza, nimepata bahati leo nimekaa na umma huu, niwajulishe tu kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Hapa kila mmoja anayo haki ya kushiriki kwenye uchaguzi, iwe ni kwa kupiga kura au hata kama umeomba kuchaguliwa. Kwa wale wenye sifa kuanzia miaka hiyo 18, tunaamini wote mmeshajiandikisha. Na kwa itakapofika mwezi wa 10, Tume Huru ya Uchaguzi itatupa ratiba yao. Tumeshaihakikishia Tume Huru ya Uchaguzi miaka yote kwamba watakapokuwa wanatoa ratiba zao, sisi serikali kama wadau tutasaidia kutoa matangazo kwa wananchi. Kazi yetu si ni kutoa tangazo tu, hatuhusiki na uratibu wa mambo ya uchaguzi. Sasa kila mwaka tunapoelekea kwenye uchaguzi, kwenye miaka ya uchaguzi wa Tanzania, ni muhimu tukawa na uelewa tu wa wazi kwamba uchaguzi wote ule kunakuwa na dalili ka ushindani shindani. Huyu anataka hicho, unataka huyo. Mmeona viongozi wetu wa vyama vya siasa wako pale. Wote hawa wanahitaji kushika nafasi. Tunapotaka kushika nafasi, kuna kushindana, na wasihi ushindani wetu uzingatie tunu ya taifa ya amani na utulivu katika nchi. Jana nilikuwa na wasomi wa vyuo vikuu pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Niliwaambia haya, tusikubaliana yanayoendelea, yanayopelekea kwenda kuvuruga amani ya nchi. Tutakuja kujuta wa Tanzania. Hii nchi toka huko ilikoanza, wenzetu wazee wetu walipoanza kujenga misingi, baadaye wakaruhusu uwepo wa vyama vya siasa, tumeendelea vizuri. Hata chaguzi hizi 2, 3, 4 hizi kuu, hizi chaguzi kuu 2020 na ile 15, kumekuwa na mambo yanajitokeza sana ambayo
hayaonyeshi dalili ya kubaki kuwa salama Tanzania. Ni muhimu tukawa makini sana. Na kwa heshima viongozi wetu wa vyama, mko hapa, mnafanya vizuri sana. Kazi mzuri tu mnafanya. Sasa tuwe mstari wa mbele kukemea haya ambayo inakwenda kupelekea nchi hii kupoteza amani. Na uzuri hata rais wa sasa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliwapa uhuru wa kukaa pamoja, na mmekaa pamoja mara kadhaa, mmezungumza pamoja, mmekubaliana. Linapotokea mtu mmoja kubaliani na hayo, si lazima hayo yafuatwe, kwa sababu itifaki mkiwa 10 wa 8 mkukubaliana, basi hata wewe kubaliana nayo. Kwa nirudie tena, umma huu leo imekuwa bahati, tuna vijana wetu wadogo. Ni lazima sisi tuliofikia kwenye umri huu tuhakikishe tunajenga msingi imara wa utulivu katika nchi, ili ndoto za watoto wetu ziweze kufikiwa. Tusije tukasahau, tukaona sisi ni sisi tu, tukawasahau wale, alafu tukasimama kwenye majukwaa tukawaaminisha vitu ambavyo havipo. Si sawa. Hii nchi ni yetu sote. Hivyo kwa nini kila unapokaribia kwenye uchaguzi haya huwa yanajitokeza? Kwa nini? Muhimu sana kila mmoja akatafakari. Tulipokuwa tunakaribia 2015 mwezi wa 10, kukaanza kujitokeza mambo ya hovyo kabisa. Mwaka 2020 tulipokuwa tunakaribia uchaguzi, mambo ya hovyo kabisa. Na mwaka huu pia kwa nini kipindi cha uchaguzi, tunapokaribia uchaguzi haya yanajitokeza? Ni nani anafanya hayo? Nenda katafakari. Muhimu ni usalama wa nchi, amani ya nchi. Leo nilikuwa nasikiliza clip moja, Mkenya mmoja ambaye anaijua historia ya nchi hii. Yuko Kenya, anajua historia ya nchi hii. Ametusihi sana wa Tanzania, mmeshaanza kuparuana, mmeshaanza kufanya vitu ambavyo vinapoteza amani. Amani yenu huko iliyojengwa na watu wengi, na nchi yenu ndio ilikuwa tunaikimbilia. Nyie mnaanza kuparuana, nyie mtakimbilia wapi? Chukueni huu kama ujumbe, na kila mmoja akatafakari. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Watakuja wote wanaotaka madaraka kupitia kwenu. Wasikilizeni, kachuje kipi cha kubeba. Usibebe kila kitu. Uhuru wa kwenda kuzungumza sera upo mkubwa tu. Nenda kasikilize. Sikiliza, yapokea hayo. Nenda kachuje. Ukiamba kimbia huku, uliza unakwenda mpaka wapi? Kwa ajili ya nini huko? Kishapata majibu mazuri, nenda. Ukiona yenyewe sio majibu mazuri, acha. Chuchumaa chini, lazima utafakari. Kichuchumaa chini itakuwaje? Muhimu, kila ujumbe unakuja lazima tutafakari, tuupime na tuangalie historia yetu. Lengo, amani ya nchi. Baada ya kusema haya, sasa jiwe la msingi nishaweka. Maelezo ya msingi kuhusu TBS nimeeleza. Wito kwa wadau wote nimeeleza. Na majukumu ya mwisho ya wale wanaotakiwa kusaidia ujenzi ukamilike vizuri nimetoa. Baada ya kusema haya, na washukuru kwa kunisikiliza. Asante sana kwa kunisikiliza. Naomba wote